Mshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia kutupa uhai wake toka asubuhi na hadi sasa tukiwa katika hali ya afya njema. Mheshimiwa Spika, pili naomba nimpongeze Mheshimiwa Waziri na kabineti yake yote ambayo wamekaa kitako na kutengeneza bajeti hii na kuleta mbele yetu na kuisoma kwa ufasaha. Nawapongeza sana kwa hili. Lakini Mheshimiwa Spika, pia naomba niseme kwamba suala la mazingira ni suala mtambuka. Kwa hiyo wananchi sote tuna wajibu wa kushiriki katika mazingira katika maeneo mbalimbali ambayo tunaishi. Mheshimiwa Spika, napenda nichukue fursa hii niwapongeze sana wakuu wetu wa mikoa lakini wakuu wa wilaya kwa kushiriki katika matukio mbalimbali yakiwemo hospitali zetu na baadhi ya maeneo ambayo wanaishi wananchi wetu kwa ajili ya usafi au wa kuimarisha mazingira yetu na afya za wananchi wake. Mheshimiwa Spika, pia suala la mabadiliko ya hali ya tabia ya nchi, suala hili nalo kwa sasa kwa kuwa tunaishi katika mazingira ya bahari ambapo tumezungukwa na bahari katika visiwa vyetu. Kwa hiyo hili nalo wananchi tuna wajibu wa kukinga hili kwa kutokata miti na maji kupelekea kupanda juu. Mheshimiwa Spika, kuna vikundi mbalimbali ambavyo vinajishughulisha na mazingira ambavyo vingine vinapanda mikoko katika maeneo mbalimbali ya Zanzibar, Unguja na Pemba. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Waziri humu ameelezea kwa vikundi ambavyo wamevipitia na kuvikagua. Lakini Mheshimiwa Spika, kuna vikundi tele hasa nasemea kwa upande wa kisiwani Pemba. Nimeona kikundi cha kule Chake Chake ambacho kimeainishwa humu, ambacho kikundi hiki kimepewa mradi. Kuna mradi ambao unafadhili juu ya upandaji wa mikoko lakini na utunzaji wa mazingira. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, nikuombe tuelekee na kule upande wa mkoa Kaskazini Pemba. Kuna vikundi vingi ambao vinajishughulisha na upandaji wa mikoko, nao basi wawezeshwe zaidi ili tuone kwamba mazingira yanatunzwa ili maji yasiendelee kuja juu na kuathiri maisha ya wananchi. Lakini Mheshimiwa Spika, nije katika suala la ukimwi. Mheshimiwa Spika, suala la ukimwi limekuwa ni muda mrefu sasa toka lianze kufanyiwa mafunzo. Wananchi wamekuwa wakipatiwa mafunzo mbalimbali kupitia miradi mbalimbali ambayo inakuja ya kimataifa lakini na kitaifa wananchi wanapatiwa mafunzo mbalimbali. Lakini hili Mheshimiwa Spika, kama sisi wananchi hatutobadili tabia, suala hili bado litakuwa ni mtambuka na litaendelea kuwepo katika nchi yetu. Kwa hiyo mimi niombe sana Mheshimiwa Waziri, muendelee kutoa mafunzo sasa kwa wananchi wetu ili tubadili tabia sasa. Mpange program maalum ya kuona wananchi sasa wanabadili tabia. Inawezekana kuna wananchi wengine hawana uelewa juu ya hili. Kwa hiyo niwaombe sana wizara mfanye program ya dhati kabisa tuwafikie wananchi hasa wale wa vijijini. Tuna wananchi ambao waume zetu wanakwenda madagoni sana. Kwa hiyo hawa wavuvi wanahitaji wapatiwe mafunzo zaidi ili kujikinga na maambukizi mapya ya ukimwi. Lakini Mheshimiwa Spika, naomba niendelee katika programu ya watu wenye ulemavu. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Waziri ameelezea kwamba kwa kushirikiana na Zanzibar Initiative walifanya mafunzo kwa vikundi hivi vya ushirika ili kwa kutafuta soko za bidhaa zao. Mheshimiwa Spika ameainisha vikundi ambavyo vilishiriki pale. Sasa mimi nilitaka kujua tu vikundi hivi walivyoshiriki. Wanaume, vikundi vya wanaume vilikuwa ni vingapi na vikundi vya wanawake vilikuwa ni vingapi? Lakini kwa kuwa wizara yao ilishiriki, ofisi yao ilishiriki, mimi nimuombe sana Mheshimiwa Waziri
kupitia mradi huu au mafunzo haya ambapo walifadhiliwa, kuna vikundi kwa upande wa Pemba. Suala la soko la bidhaa hasa kwa kina mama ni suala mtambuka, ambalo suala hili wana bidhaa nyingi lakini hawana masoko. Kwa hiyo inapotokea fursa kama hii, wao kwamba kuna hii jumuiya Zanzibar Initiative, basi na wao watie nguvu ili na wale wa upande wa pili nao washiriki, kwa sababu wana bidhaa nyingi nzuri, hasa wakina mama wanasuka mikoba lakini na mikeka. Hizi bidhaa kuna kazi nyingine kwa upande huu wa pili, kazi za mkono wengine hazijui. Watakapoona bidhaa zao nao watavutika, ili tuwatafute masoko kwa wale wenzetu wa upande wa pili. Mheshimiwa Spika, nikiendelea, pia wamesema kwamba wamepitia au ofisi yao inaendelea kukuza uelewa wa jamii juu ya watu wenye ulemavu kupitia matangazo yao kwenye vyombo vya habari, hasa siku ya walemavu duniani. Mheshimiwa Spika, vyombo hivi vya habari ambavyo wanapitia na kutoa mafunzo, lakini niombe tu kwamba kupitia vyombo hivi jamii au walemavu wengine au wazazi baadhi ya walemavu hawana uelewa mzuri juu ya haki za walemavu, na kuna wengine napitia hata walemavu wanabakwa ndani ya majumba yao ikiwa wazazi hawamo. Sasa watakapopita na wao chini kabisa kwenye jamii wakawapa elimu hii. Lakini na Mheshimiwa Waziri, kuna redio zetu ambazo zimo vijijini, redio za jamii kama kule Makunduchi, Mtegani, lakini na kule Pemba tuna redio jamii. Aende basi Mheshimiwa Waziri au watendaji wake watoe elimu juu za haki ya walemavu. Kuna wazazi wanawaficha watoto wao kwa kuona aibu pengine watoto kuonekana ulemavu wao, na wengine hata kukosa haki za msingi kupata elimu. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, nikuombeni sana, au shauri wangu, naomba mtumie vyombo hivi ambapo vipo vijijini zaidi, ili na wao wapate elimu, kwa sababu wananchi wengi hasa wa vijijini wanakuwa wengine hawasikii redio hizi za kitaifa zaidi. Sasa hivi wamejikita na redio jamii za vijijini, mara nyingi ndio wanasikiza. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, nikuombe sana hili, kwa kupitia watendaji wako mvitoe vyombo vya habari, jamii elimike, wajue haki za watoto wao walemavu, wasiwafiche na kadhalika. Lakini Mheshimiwa Spika, naomba niwapongeze Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye anaendelea kutuongoza, kwamba na yeye pia anashiriki katika suala la mazingira. Mwenzangu hapa amesema kuhusiana na suala la magesi. Mheshimiwa Spika, nampongeza sana Mheshimiwa Rais wetu au marais wetu, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, lakini na Dr. Hussein Ali Mwinyi, kwa kutupa magesi kuyapeleka kwa wananchi ili kuona kwamba tunatunza mazingira, miti haikatwi. Kwa sababu sasa hivi tumekuwa na jangwa, ukame unakuwa mkubwa kupitia suala la ukataji wa miti. Kwa hiyo Mheshimiwa marais wetu wananipigia kelele hili sana, na ushahidi wa hili wametoa magesi, na wewe mwenyewe Mheshimiwa Spika umetukabidhi hapa barazani tukapeleka kwa wananchi. Kwa hiyo tuwaombe sana wananchi waendelee kutunza mazingira, lakini zile gesi ambazo zimetoka au zimetolewa, Mheshimiwa Rais amezigawa, kwamba zinapomaliza gesi zile, lengo ni kutunza mazingira. Zikimaliza gesi zile, kama hazikuingiza gesi nyingine, bado watu watakimbilia kule kwenye miti, mikoko na kadhalika, na kuendelea kukata miti ile. Kwa hiyo waheshimiwa, tuwasaidie, tumuunge mkono Mheshimiwa Rais au marais wetu, tuwaingizie, tuwasaidie wananchi wetu kuingiza gesi zile, ili ule mradi au gesi zile ziendelevu kwa kutunza mazingira zaidi. Mheshimiwa Spika, mwisho naomba nikupongeze wewe kwa uongozi wako wa dhati wa kuendelea kutuongoza katika baraza hili tukufu, na Mheshimiwa Makamu wa Pili
kwa kuendelea kutuongoza na kutekeleza kazi zetu za kila siku. Asante Mheshimiwa Spika.